Hebu vuta picha, unafukuzwa kazi mwezi mmoja tu baada ya kufunga ndoa. Yaani mwezi mmoja baada ya kuingia kwenye ndoa unafukuzwa kazi. Ni story ambayo imemkuta mshikaji wetu anaitwa Onesmo. Baada ya mwezi mmoja tu kufunga ndoa, Onesmo alifukuzwa kazi. Akabaki home na wife wake. Maisha yalikuwa tough sana. Maisha yalikuwa magumu vibaya mno. Jamaa alipambana sana usiku na mchana, lakini hali ilizidi kuwa ngumu siku baada ya siku. Fikiria mtu ambaye alikuwa ni manager wa kampuni, ana usafiri wake, alafu sasa hivi amerudi chini kabisa, akauza kila kitu, anaanza moja akiwa na mke wake. Na bahati mbaya sana kwenye mazingira ambayo mwezi mmoja tu baada ya kufunga ndoa. Haikuwa issue, lakini maisha kadri yalikuwa yanazidi kuwa magumu. Baada ya miezi mitatu kufukuzwa kazi, kuna siku alirejea nyumbani usiku akiwa na tabasamu na kama dola 3000 mkononi mwake. Mkewe alishtuka, alishangaa kwa ugumu wa maisha. Mume wangu, umepata wapi hizi pesa? Akamwambia, nimekutana na rafiki yangu anaitwa Salim. Salim nilisoma naye tangu primary, nimekutana naye na nimemwelezea situation yangu yote. Ametusaidia hichi kiasi cha fedha. Na kumbuka walikuwa wanakaribia kulipa kodi kwenye nyumba ambayo walikuwa wanaishi. Akamwambia hata kodi amesema tusilipe, ana nyumba yake Masaki. Anatugea tukae kwa muda wakati tunajitafuta. Kweli bwana. Kesho yake wakajiandaa, wakajipanga, wakahama, wakahamia zao Masaki. Bonge moja la apartment kali. Lakini si hapo tu, baada ya wiki mbili maisha yalibadilika kabisa. Mke akashangaa, mume anaendesha gari nzuri, akamnunulia naye gari ya kifahari. Jumba la kifahari wanaishi. Akamwambia, mume wangu, kwa nini usimshauri rafiki yako Ali? Tukaacha kuwa tegemezi. Akakupatia kiasi cha fedha, tukafungua biashara. Akamwambia hilo limepita. Kweli, baada ya wiki moja dola 30,000 akapewa mwanamke aende China, akachukue mzigo aje kufungua duka Kariakoo la nguo za wanawake. Maisha yalikuwa mazuri sana, hakuna tena njaa, na plani za kuanza kupata watoto zikaanza. Kisanga kilianzia hapa. Siku moja yule rafiki yake Ali, jamaa rafiki yake na Onesmo, aliwatoa dina mke na mume. Wakati wanakula, kuna muda Onesmo alinyanyuka kaenda msalani. Alipokwenda msalani, Ali akamwomba namba za simu shemeji yake. Shemeji bila hiana akaona huyu ni shemeji, haina shida, lakini Ali alimwambia, tafadhali, si vyema na wala sio heshima kukuomba namba za simu wakati brother ajui. Kwa naomba ibaki siri yetu mimi na wewe. Ushaelewa mchezo unapoelekea mtu mzima wewe. Basi bwana, wakaanza kuchati. Shemeji. Mwisho wa siku babu Ali akaomba mzigo wa shemeji yake. Unaelewa? Baada ya kuomba mzigo kwa shemeji akaangalia maisha walikotoka na maisha waliokuwa nayo. Akiangalia Ali, mzigo upo kutosha, na hata maisha yamebadilishwa na Ali. Shemeji hakuwa na issue, akaachia goli. Ali akafaidi, Ali akapata vitu vyake, Ali akaenjoy. Sasa siku hiyo dada iko jikoni anakarangiza, simu kaiacha sebleni. Mala kama kawaida message ikapop pale juu pale, kaingia bram. Ilipoingia mume akaiona message, inasema hivi: asante kwa jana, nilienjoy, wish tutaendelea hivi kila siku. Bwana ni message ambaye ilimuumiza sana Onesmo, tena kizingatia ni swahiba wake, mshikaji wake wa karibu ambao ametoka mbali sana. Akikumbuka alivyosaidiwa na leo mkewe anatumika na rafiki yake, ilimuuma. Mke alijua mumewe amejua, naye pia aliumia mno. Lakini jamaa aliondoka kesho yake asubuhi bila kuongea chochote. Akarudi jioni akiwa amelewa mno, chakali, hajitambui. Akaingia bafuni na simu yake akiwa anaongea na simu huku analia. Aliongea muda mrefu kidogo na simu huku analia, machozi. Haijulikani alikuwa analia nini na alikuwa anaongea nini chooni. Akatoka nje na simu yake analia, akajibwa kitandani. Unajua tena pombe, usingizi ukamchukua hapo akiwa amelala. Mwanamke akataka kujua mume wangu alikuwa anaongea na nani. Akashika kidole cha mumewe, akabonyezea kwenye simu, akafungua, akatoa lock. Alipoingia akakuta mumewe ana chat na mchepuko wake, yani Ali. Yani mume alikuwa na chat na rafiki yake ambaye amemfumania na mkewe. Message inasema hivi: wewe sio tu rafiki, ukupaswa kunifanyia hivi. Mimi na wewe ni zaidi ya marafiki. Wewe ni mpenzi wangu wa maisha. Fikiria nimejitoa mangapi kwa ajili yangu. Fikiria nimejitoa mangapi kwa ajili yako. Nimekupatia mpaka mwili wangu. Wewe si wa kunifanyia hivi. Kumbuka wote ni wanaume. Yaani mwanaume kwa mwanaume wanapeana miili. Umeelewa? Sijui hapo ushaelewa? Umeelewa hapo vizuri? Wewe ungekuwa wewe mwanamke, ungefanya nini?
Mumeo jana amekukamata umemsaliti, leo unagundua na yeye anakusaliti kwa uliyemsaliti. Ungefanya nini?